Olise anaendelea kuvutia vyombo vya habari kwa kiwango kikubwa baada ya kupiga hat-trick kwenye mechi ya usiku ya jana. Kutokea Lille, Ufaransa, winga machachari wa klabu ya Bayern Munich Michael Olise amewasha moto mzito wa dharura uwanjani baada ya kushusha dhoruba ya mabao matatu pekee yake, yani hat-trick, na kusaidia timu ya taifa ya Ufaransa kuondoka na ushindi wa mabao matatu dhidi ya moja dhidi ya timu ya Ireland ya Kaskazini. Mchezo huu wa kirafiki wa kimataifa uliopigwa usiku wa kuamkia leo kwenye uwanja wenye paa lililofungwa wa Stade Pierre Maury jijini Lille ulikuwa ni dola la mwisho la kuaga mashabiki wa nyumbani kabla ya kikosi hicho kusafiri kuelekea nchini Marekani kwa ajili ya fainali za kombe la dunia katika msimu huu. Licha ya Ireland ya Kaskazini kuingia uwanjani ikiwa na kikosi chenye wastani mdogo wa umri wa miaka 22 mpaka na kufikia miezi misita, chini ya kocha Michael O'Neill walionyesha ukuta thabiti wa kiulinzi na nidhamu kubwa ya mchezo, ambapo juhudi zao zilitunzwa katika dakika 64 pale kijana mdogo wa miaka 24 Patrick K alipopokea pasi safi kutoka kwa Shea Charles na kukatiza ukuta wa miamba ya Paris Saint-Germain na kuifungia nchi yake bao la kwanza la kimataifa mbele ya umati uliopigwa butwa. Hata hivyo, dhoruba la Ufaransa lilikuwa kubwa mno mlangoni, huku kocha Didier Deschamps aliaga ardhi ya nyumbani baada ya miaka 14 ya utumishi uwanjani wapo, akishusha kikosi chake kamili cha kwanza kikiongozwa na safu hatari mbele ya Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doou na fundi Michael Olise aliyeng'ara vibaya mno weekend hii. Ufunguzi wa faili la mabao ulianza dakika 2 kabla ya mapumziko pale Dembele alipopiga shuti lililozuia na mabeki na Olise akawai mpira uliorudi, yani rebound, na kujaza wavuni kabla kuongezeka bao la pili dakika 3 tu baada ya kuanza kwa kipindi cha pili, kwa kufiatua shuti kali kufuatia klosi ya Malo Gusto aliyeleta tahadhari langoni. Ireland ya Kaskazini walipojaribu kurudisha dhoruba na mashambulizi kupitia bao la Keri, Olise aliamua kumaliza mchezo mzima kiungwana kabisa dakika ya 75 kwa kukata doria akitokea upande wa kulia na kupiga shuti kali la kiwango cha juu lililopaa moja kwa moja kwenye kona ya bao ya mlango, huku naoza Kylian Mbappe akikwama kufikia rekodi ya Olivier Giroud ya takriban mabao 57 baada ya mabao yake mawili kukataliwa kwa madai ya kuwepo ya dharura ya kutokea, yani offside, kabla ya timu hiyo kuelekea Massachusetts kujiandaa na mchezo wao wa kwanza wa kundi dhidi ya Senegal mnamo Juni 16.